Sasa nchi 36 huenda watu wake wakazuiliwa kuingia nchi ya Marekani kutokana na utawala wa Rais Donald Trump. Sasa unaambiwa hivi, utawala wa Rais Donald Trump unafikiria kuongeza vizuizi vya kusafiri kwa kuzifanya nchi nyingine 36 ikiwemo Tanzania ziwekwe kwenye orodha ya nchi kuchunguzwa zaidi ambayo raia wake watazuiwa kuingia Marekani. Japokuwa bado serikali ya Marekani haijatoa tamko rasmi kuhusu nchi hizi 36. Ipo barua ya siri iliyovuja kutoka mamlaka za Marekani ambayo vyombo vya habari Marekani ikiwemo Reuters na Washington Post vimeiona ikitaja nchi hizo 36 ambazo zinaweza kusitishiwa moja kwa moja au kupewa zuio la muda fulani la raia wake kuingia Marekani. Nchi hizo 36 ni pamoja na Tanzania, Angola, Antigua, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Congo na nchi nyinginezo nyingi tu. Ni miongoni mwa wasiwasi ambao Marekani imeutaja kuwa ni vikwazo ambavyo nchi hizo 36 zinapaswa kuvishughulikia ndani ya siku 60. Ni pamoja na nchi hizo kushindwa kushirikiana kikamilifu na Marekani katika kurahisisha uondokaji wa raia wake kutoka Marekani ambao walikuwa wametakiwa kuondoka, wakiwemo raia wa nchi hizo ambao wamezidisha muda wa visa waliotakiwa kuendelea kukaa Marekani na hivyo kubaki Marekani kinyume cha sheria badala ya kurudi makwao, overstaying. Sasa unaambiwa sababu nyingine ni serikali za nchi zilizotajwa kukosa uwezo au kushindwa kutoa ushirikiano wa kutosha katika kuzalisha nyaraka za vitambulisho zinazoweza kuaminika na pia pasipoti za nchi hizo kuwa na usalama unaotiliwa shaka kiusalama. So hizo ni moja ya sababu ambazo zinapelekea nchi ya Marekani kuweka vikwazo baadhi ya nchi tofauti watu wake kwenda tena Marekani. So vitu kama hivi hapo, lakini haikuishia hapo. Unaambiwa pia sababu nyingine ni raia wa nchi hizo kuhusika katika matendo ya ugaidi nchini Marekani au kufanya matendo ya chuki dhidi ya Wayahudi na Marekani, ambapo taarifa hiyo imeweka wazi kuwa sio kila mapungufu yaliyotajwa yanaigusa kila nchi iliyoorodheshwa, bali kila nchi ina tatizo moja au zaidi kati ya yaliyotajwa na inatakiwa kuyashughulikia ndani ya siku 60. So sisi kama Umenyaga TV bado tunaendelea na jitihada za kuzitafuta mamlaka za Tanzania ili kupata majibu yake juu ya taarifa hizi. So nafikiri tuishie hapo, ila shusha komenti yako, unadhani ni kwa nini Marekani imeamua kufanya hivyo? So shusha komenti yako na mimi ndakuja kupita nayo.